milki, nguvu ya maombi ya kutembea. Mtu wa Mungu unatakiwa kujua kwa umakini kabisa, milki hautapewa kama zawadi. Milki hautapewa kama zawadi. Milki zinatekwa kwa nguvu. Milki zinachukuliwa na wenye nguvu. Na wewe kama mtu wa kimkakati ambaye umekusudia kufanya mambo makubwa, umekusudia kufika mbali, umekusudia kutimiza kusudi la Mungu kwenye wakati ulionao, kwenye eneo ambalo Mungu amekupa neema ya kuingia na kumiliki, unapaswa kupigana vita ili uweze kuteka hilo eneo. Kwa sababu kuna uhusiano wa karibu ama uhusiano wa moja kwa moja baina ya eneo ulilopo na kutimiza kusudi la Mungu. Kuna uhusiano wa karibu sana kati ya kupata faida, kufanikiwa kwenye hiyo ofisi, kufanikiwa kwenye hiyo biashara, kufanikiwa kwenye huo mji, kufanikiwa kwenye hiyo ndoa, kati ya eneo ulilopo na kile unachotaka kukifanya. Kwa hiyo kama hautawahi kusimama kidete, kupigana vita ili kuhakikisha territory ambayo upo umeimiliki, territory ambayo upo umeitawala, itatawaliwa na adui zako. Na it is very bad kama adui atakuwa na uwezo wa kuinfluence matokeo kwenye eneo ambalo Mungu amekuamini wewe. Ukiangalia vizuri historically, Mungu alimpatia Abraham eneo. Jiulize kwa nini. Alimuita kwa ajili ya kusudi, lakini wakati anamuita kwa ajili ya kutimiza lile kusudi, mojawapo kati ya vitu alivyompa kama asset, kama mtaji wa kulitimiza lile kusudi, Mungu alimpa Abraham eneo. Lakini the same way, wana wa Israel walipokuwa wanaelekea sasa kutengeneza taifa, Mungu aliwapa eneo. That tells kwamba mojawapo kati ya requirement ya msingi ili uweze kutimiza kusudi la Mungu, ili uweze kupata matokeo ambayo unatakiwa kuyapata kwenye majira wako, ni kuwa na eneo ambalo unalimiliki. Kitabu cha Mwanzo sura ya 12 mstari wa 1 na wa 2, maandiko yanasema, Bwana akamwambia Abraham, toka wewe katika nchi yako na jamaa zako na nyumba ya baba yako, uende mpaka nchi nitakayokuonyesha, nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa na kukubariki na kulikuza jina lako, nawe uwe baraka. Mungu alikuwa kuna kitu anataka akifanye na Abraham. Mungu kuna vitu alimwahidi Abraham, lakini aliviambatanisha vyote na condition ya Abraham kupatikana eneo alilokuwa amemwasaini kuweza kupatikana. Inawezekana mtu wa Mungu, kitu pekee kilichokosekana kwenye maisha yako ni wewe kupatikana kwenye territory ambayo Mungu anakutarajia uwepo. Kitu pekee kinacho miss kwenye biashara yako ni wewe kulimiliki hilo eneo ambalo umeweka biashara. Pengine kitu pekee kinachopungua kazini ni wewe kutambulikana kama mmiliki halali wa hilo eneo na hiyo nafasi ambayo Mungu amekuwezesha kuweza kuingia. Mungu alimwambia Abraham, hakikisha umefika kwanza kwenye eneo ambalo nataka uweze kufika. Baada ya kufika, ndio nitakufanya kuwa mmiliki na kutawala, nitakubariki na kulikuza jina lako. Kwa hiyo kila kitu kingine ambacho Mungu alikuwa anataka kukitenda kwa Abraham, alistopisha kwanza mpaka huyu mtu wa Mungu amefika eneo ambalo alitakiwa kuweza kufika. Sasa kuna vitu viwili unavyotakiwa kuvifahamu Mungu alimpatia Abraham kama mkakati wa kuweza kulimiliki ili eneo. Kwa sababu wakati Mungu anaongea na Abraham kwenye Mwanzo 12, Abraham alifanya mistake moja. Hakuondoka peke yake. Maelezo yalikuwa very specific. Toka wewe kwenye nyumba ya baba yako, na kwa sababu Abraham alikuwa ameoa, ilimaanisha atoke yeye na mke wake, lakini Abraham akaambatana na mtu mwingine ambaye hakupaswa kuambatana naye, na mpaka ilipotokea siku ameachana na yule mtu, ndio Mungu akarudi tena kuzungumza na Abraham. Kitabu cha Mwanzo sura ya 13 mstari wa 14 na wa 15 na ule mstari wa 17. Mwanzo 13, 14 na 15 na Luka tena mstari wa 17. Maandiko yanasema, Bwana akamwambia Abraham alipokwisha kutengana na Lutu,
Inua sasa macho yako ukatazame kutoka hapo ulipo, upande wa kaskazini na upande wa kusini na upande wa mashariki na upande wa magharibi, maana nchi yote uionayo, pigia mstari neno nchi yote uionayo, nitakupa wewe na uzao wako hata milele. Mstari wa 17, ondoka ukatembee katika nchi hii, katika mapana yake na marefu yake, maana nitakupa wewe hiyo nchi. Mungu alianza tena kuzungumza na Abraham baada ya Abraham kutengana na Rutu ambaye hakupaswa kuambatana naye. Naomba tuweke pause nikuulize hili swali, mtu wa Mungu. Ni nani ambaye unahisi umeambatana naye na ukupaswa kuambatana naye? Pengine Lutu ndiye ambaye anakuchelewesha. Pengine Lutu ndiye ambaye anasababisha ukose shabaha kwenye maisha. Pengine Lutu ndiye ambaye anasababisha umekuwa na mwendo wa kusita, kudumaa. Unapata matokeo mwezi mmoja, miezi miwili unapiga dash. Unakuwa jasiri na nguvu siku moja, siku nyingine zote za wiki unapoteza. Pengine Lutu ndiye ambaye anakuchelewesha. Na Lutu, mtu wa Mungu, sio lazima awe mtu. Lutu inawezekana ikawa ni tabia. Lutu inawezekana ikawa ni mazoea. Lutu inawezekana ikawa ni dhambi fulani ambayo umeendelea kuifanya kuwa sehemu ya maisha yako. Lutu ilikuwa ni ngumu sana kutengana na Abraham kwa sababu Lutu ilikuwa ni something familiar, kitu fulani ambacho Abraham amekuwa nacho, amekizoea, anaona usalama, anaona ufahari kuweza kuendelea kuwa nacho. So jiulize, kuna nini ambacho ni Lutu kwako? Then twende kwenye haya mambo mawili. Jambo la kwanza, Mungu alimwambia Abraham, ili uweze kumiliki hili eneo, unahitaji kuwa na uwezo wa kuona. Kadiri ambavyo utaona, ndivyo ambavyo nitakupa kumiliki wewe na uzao wako. Kwa hiyo jambo la kwanza ni kutengeneza uwezo wa kuona, ambayo kwa lugha fasaha ni kuwa na maono. Hauwezi ukamiliki ambacho hujawahi kukiona. Hauwezi ukafanyika mtawala kwenye territory ambayo ndani ya moyo wako haujawahi kuiona, ndani ya fahamu zako hiyo picha haipo. Kitu cha pili alichomwambia, ondoka ukatembee katika hiyo nchi, katika mapana, katika marefu, ili niweze kukupatia. Na ukisoma mstari wa 18 utagundua kwamba Abraham alipoelewa assignment, akaenda akatengeneza madhabahu. Maana yake Abraham akaanza kufanya maombi ya kutembea kwenye hii territory ili kuweza kuisecure kiroho. Kumbuka, mtu wa Mungu, na kufundisha mkakati wa kiroho wa kuweza kumiliki maeneo na kuchukua miji ambayo Mungu amekupatia. So naomba nikuonyeshe mambo 7 ya kimkakati ambayo unatakiwa kuyajua kuhusu maombi ya kutembea. Na once nitakapomaliza kukufundisha kuhusu haya mambo 7, ninakutarajia kuanzia leo uanze kufanya maombi ya kutembea kwenye hiyo ofisi ambako unafanya kazi, kwenye hilo soko ambalo biashara yako ipo, kwenye huo mji ambao unaishi, kwenye nchi ya Tanzania, mahala ambako umesema Mungu amekuonyesha upana wa maono yako utafika Tanzania yote. Inuka uanze kufanya maombi ya kutembea. Raise kama Abraham alivyoinuka, katika mapana, katika marefu, ili uweze kumiliki na kutawala. Jambo la kwanza, maombi ya kutembea ni hatua ya imani na tendo la kinabii. Maombi ya kutembea ni hatua ya imani na tendo la kinabii. Mtu wa Mungu, unapaswa kujua kwanza, hauwezi ukamiliki, hauwezi ukatawala kabla haujainua imani yako. Imani ndio kitu cha kwanza kinachokupa kumiliki na kutawala. Na imani yako hauwezi ukaithibitisha kwa kuamini tu ndani ya moyo. Imani yako unaithibitisha kwa kutembea na kuomba. Kwa hiyo maombi ya kutembea ni tendo la imani na ni tendo la kinabii. Ili uweze kuchukua hatua
ya kuonyesha kwamba unaelekea kwenye kumiliki na kutawala. Mbingu ziweze kukusoma kwamba uko tayari kutawala. Dunia iweze kukutambua kwamba umeinuka kama mmiliki na mtawala. Lazima uweze kuchukua hatua ya kutembea kinabii, ya kufanya tendo la imani la kuweza kuomba kwenye hiyo territory ambayo unapaswa kuweza kuichukua. Kitabu cha Joshua sura ya 1 mstari wa 3, maandiko yanasema, kila mahala zitakapokanyaga nyayo za miguu yenu nimewapa ninyi, kama nilivyomwapia Musa. Mungu akumwambia Joshua na taifa la Israeli, kila mahala nyayo za miguu yenu zitakapotaka kukanyaga. Mungu aliwaambia kila mahala mtakapokanyaga. Hakusema kila mahala mtakapotamani ni wape. Hakusema kila mahala mtakapo dhania kwamba nitawapa. Hakusema kila mahala ambapo mtawishi ni wape. Alisema kila mahala mtakapokanyaga. Maana yake ni kwamba uwezo wa Mungu kuwapa ulikuwepo, lakini ulikuwa limited na wao kuchukua hatua ya imani kuonyesha kwamba wako tayari kwa ajili ya ile assignment. Na kwa nini ilikuwa ni muhimu wao kuinuka na kuweza kwenda kutembea? Kwa sababu ilikuwa inahusisha vita, mtu wa Mungu. Sio maeneo yote wana wa Israeli walikutana tu na free pass kwamba utapita utatawala. No, utapita utakanyaga. Kuna maeneo ambayo walipotaka kuingia watu waliwaambia hamtapita, na kuna maeneo waliposogea watu waliinuka kupigana. Kwa hiyo Mungu alichokuwa nakimaanisha ni kwamba fight by any means, nyayo zako ziweze kugusa hiyo ardhi. Ingia kwenye maeneo, miliki maeneo, tembea kwenye maeneo, pigana vita vyote ili uweze kukanyaga hilo eneo, kwa sababu utakapokanyaga nitakupa. Utakapokanyaga nitakupa. So kuomba maombi ya kutembea kwenye mji, kutembea kwenye territory yako, kutembea kwenye ofisi, kutembea kwenye hilo shamba, number 1 ni tendo la kinabii. Number 2 ni tendo la kiimani. Na mtu wa Mungu, nataka nikuhakikishie, mbingu hazijibu vitu kwa machozi. Mbingu hazihusiki na mtu ambaye ananungunika. Mbingu zinahusika na mtu ambaye amechukua hatua ya imani, ameanza kuonyesha imani. Currency ambayo Mungu anaitumia kuweza kutusaidia ni kuangalia imani. Ndio maana Mungu alipokuwa anaongea na Yeremia alimwambia, umeona vema kwa sababu naliangalia neno langu. Na imani yako inathibitikaje? Kwa kufanya kile ambacho Mungu amekwambia ukifanya. Tayari Mungu alishatoa hii pattern kwamba utakapo kanyaga nyayo ya mguu wako nimekupa. So it's just a matter of wewe kwenda kuchukua hii kanuni na kuiweka kazini, ili mbingu zikuone uko tayari kupokea na kumiliki kwenye hilo eneo. Jambo la pili unaotakiwa kulifahamu ni kwamba maombi ya kutembea huwa yanageuza eneo ulilonalo, eneo ulilopo kuwa madhabahu. Kuna kitu fulani ambacho watu wengi wanakichukulia poa kuhusu madhabahu. Eneo lolote ambako nguvu za Mungu zinakutana na dunia, kuna madhabahu. Madhabahu. Ili kuwe na poto kati ya dunia na mbingu, ili kuwe na connection kati ya ulimwengu wa roho na ulimwengu wa mwili, tunahitaji kitu kinaitwa madhabahu. Ndio maana watu huwa wanaenda kwa waganga wakitaka kuloga, wanaenda kwa watu ambao wanasifika kwa mambo ya nguvu za giza, wanapotaka kujihusisha na hiyo miungu, ili waweze kukutana na kitu kinachoitwa madhabahu. Kinachompa mganga au mtaalamu wa mambo ya jadi uwezo wa watu kumfuata huko kijijini alipo ni kwa sababu ana madhabahu. Ana kitu ambacho kinamuunganisha, kinatengeneza poto kwenye ulimwengu wa giza na dunia. So mtu wa Mungu, wewe pia unaweza ukatengeneza hii poto kwenye eneo ambalo upo kwa kuhusisha maombi ya kutembea. Ni mpaka umeweza kuhusisha haya maombi ya kutembea ndipo ambapo utakuwa umetengeneza uwezo wa kuregister hiyo ardhi, kuregister hiyo ofisi, kuregister hiyo biashara yako, kuweza kuwa na madhabahu na nguvu za Mungu, kibali cha Mungu, neema ya Mungu na msaada wa Mungu taanza kuonekana hapo. Kitabu cha Mwanzo
sura ya 22 mstari wa 17 hadi 22. Kitabu cha Mwanzo sura ya 28, sio 22, 28. Mwanzo 28:17 hadi 22, maandiko yanasema, naye akaogopa akasema, mahala hapa panatisha kama nini! Bila shaka hapa ni nyumba ya Mungu, napo ndipo lipo lango la mbinguni. Yakobo akaondoka asubuhi na mapema, akalitwaa lile jiwe aliloliweka chini ya kichwa chake, akalisimamisha kama nguzo, akamimina mafuta juu yake, akapaita jina mahala pale Bethel, lakini jina la mji huo hapo mwanzo uliitwa Luzu. Yakobo akaweka nadhiri akasema, Mungu akiwa pamoja nami, akinilinda katika njia niendayo, na kunipa chakula nile na nguo nivae, nami nikirudi kwa amani nyumbani kwa baba yangu, ndipo Bwana Mungu atakuwa Mungu wangu, na jiwe hili ninalolisimamisha kama nguzo litakuwa nyumba ya Mungu. Katika kila atakalonipa hakika nitamtolea yeye sehemu ya 10. Angalia hiki kitu nikuelezee vizuri. Yakobo unayemuona hapa ndiyo Yakobo ambaye anatoka nyumbani kwao kwa mzee wake Isaka na mama yake Rebeka, baada ya kupokea baraka ya mzaliwa wa kwanza, watu wanasema kwa kumlagai kaka yake Esau na kuingia kwenye mgogoro. Esau anataka kumuua, so Yakobo anakimbilia kwa mjomba Labani. Akiwa njiani akahisi amechoka, akaenda sehemu ili aweze kulala. Sasa akiwa usingizini akaota ndoto ambayo kwa lugha fasaha tunaweza tukasema akaona maono. Akaona kuna lango la mbingu liko wazi na malaika wanapanda na kushuka. Maana yake nini? Yakobo alikuwa kwenye eneo ambalo lina madhabahu, eneo ambalo lina connection kati ya ulimwengu wa roho na ulimwengu wa mwili, eneo ambalo transaction za kiroho zinaweza zikafanyika, nguvu za Mungu zinaweza zikapatikana kwenye hilo eneo. Sasa kitu cha ajabu ni kwamba Yakobo alipoamka asubuhi akasema, hili eneo nitaliita Bethel. Alafu akamimina mafuta kuonyesha ishara kwamba ameliacknowledge lile eneo kwamba ni madhabahu. Akaweka nadhiri akamwambia Mungu, ikiwa utanilinda ninapokwenda na kunisaidia nile nivae na nifanikiwe, kwanza utakuwa Mungu wangu, na kwenye kila sehemu nitakayopata nitakupa fungu la 10. Mtu wa Mungu anatakiwa kujua haya ndiyo maombi ambayo yalimtunza Yakobo na kumsaidia kutoka kwa faida alipokuwa kwa mjomba wake. We all know the story kwamba mjomba alikuwa tapeli wa kutupa, na mwisho wa siku mjomba alitaka kumtoa Yakobo mikono mitupu kwa miaka 14. Can you imagine? Miaka 7 ya kwanza Yakobo alifanya kazi kwa ajili ya kupata mke ambaye alikuja akatapeliwa, akapewa mwingine sio yule, akapiga kazi miaka 7 mingine. So the guy alitumia miaka 14 ili kuoa, miaka 6 ili kupata mali zake, lakini mwisho wa miaka 20 mjomba alitaka kumtapeli. Haya maombi aliyoyaomba ndio maombi ambayo yalimtunza, ndio maombi ambayo yalimletea msaada. Lakini kitu cha msingi ambacho natamani uweze kukiona ni kwamba ili eneo, watu wa ili eneo walikuwa wanauita huu mji Luzu, walikuwa wanaliita ili eneo, hii territory Luzu. Yakobo alipomimina yale mafuta, alipotambua kuna madhabahu, alipohuisha ile madhabahu, akageuza jina, akasema ili eneo sitaliita Luzu kama wanapoliita, nitapaita Bethel. So hii inakuonyesha nini? Yamkini uko kwenye eneo ambalo watu wamelilebo jina fulani. Yamkini uko kwenye ofisi ambayo watu wote wanakuambia mtu anayeajiriwa kwenye hii ofisi hajawahi kutoka na mali. Mtu ambaye anaajiriwa na hao Wahindi hajawahi kukatiza miaka 20 bila kupata ajali au kufa. Pengine umeambiwa mtu anayenunua kiwanja kwenye hili eneo hajawahi kuanza ujenzi akakamilisha, na ukiangalia watu wote waliozunguka ni maboma yameinuliwa hajakamilika, wengine wameweka misingi hawajarudi kukamilisha, wengine wameishia kununua vifaa hawajafanya chochote. Kitakachobadilisha hiyo rekodi kwako, kitakachopindua meza na kuweza kukupa uwezo wa kufanya kile ambacho Mungu anataka uweze kukifanya, kufanya kile ambacho natamani kuweza kukifanya na ukapata, ni kutumia protocol ya maombi ya kutembea.
tengeneza madhabahu kwenye hilo eneo. Hauwezi ukabadilisha historia ya eneo, historia ya ofisi, historia ya eneo la biashara, historia ya nyumba. Hauwezi ukabadilisha historia ya watu kwenye huo mji. Of course, kuna miji mingine ukiingia ina protocol zake. Wanasema mgeni hajawahi kufanikiwa. Mgeni hajawahi kufanikiwa. Mtu ambaye hatumii uchawi, mtu ambaye analiitia jina la Bwana tu, hajawahi kufanya chochote, hajawahi kutoboa. Mimi nishawahi kukaa na watu wanazungumza kabisa, wanasema kuna maeneo ukienda kama unamwamini Mungu unakufa mapema. Ni lazima uwe mchawi, ni lazima uweze kuloga. Kitakachokupa capacity ya kupindua hiyo meza ni kutengeneza madhabahu, na madhabahu inatengenezwa kwa maombi ya kutembea, kwa maombi ya kutembea. So mtu wa Mungu, husika na hilo eneo. Usiendelee tu kusema kwamba kuna paka wengi wanakuja usiku. Usiendelee tu kusema unakutana na vifuu vya nazi kwenye ofisi yako. Tengeneza madhabahu. Tengeneza madhabahu. Tengeneza madhabahu. Liitie jina la Bwana hapo. Yakobo aliamka asubuhi akiwa na ujasiri wa kupindua meza kwenye lile eneo na kusema, this place inaweza ikafahamika kwa watu wengine kama Luzu, lakini kwangu mimi itafahamika kama Bethel, kwa sababu I know kitu gani kiko hapa. Sasa ngoja nikusurprise. Ili eneo, in fact, sio Yakobo ndo alikuwa mtu wa kwanza kuanza kutengeneza madhabahu. Miaka mingi sana nyuma, ukirudi kwenye kitabu hicho cha Mwanzo, utagundua babu yake Yakobo, Abraham, aliwahi kujenga madhabahu kwenye hilo eneo na akapaita hapo Bethel. Kwa hiyo Yakobo alipokuwa na alitambua hilo jina Bethel, na rekodi za Biblia zinaonyesha Abraham hakuonana na Yakobo. So hakuna namna hii siri Abraham alisikia kimwili. Hii siri Yakobo aliidaka kwenye ulimwengu wa roho. So njia itakayokupa uwezo wa kupata matokeo sawasawa na waliokutangulia, kupata ushindi sawasawa na waliokutangulia, kutoka na ushuhuda sawasawa na waliokutangulia, ni kufanya walichokifanya. Yakobo alifanikiwa kwenye hili eneo kwa sababu alifanya alichokifanya babu yake. Yakobo hakufanikiwa kwa sababu alikuwa na damu ya Abraham. Yakobo alitoboa kwenye hili eneo kwa sababu alifanya alichokifanya babu yake. So mtu wa Mungu, husisha hii protocol kuweza kupindua. Stories za kusema sijui baba mwenye nyumba ni mchawi na ni hizo vitu vyepesi sana. Husisha protocol ya kupiga prayer, ya kutembea ukiwa unajua unataka kutengeneza madhabahu, kuwe na poto kati ya mbingu na hiyo ardhi, alafu uone nini kitaweza kutokea. Jambo la tatu unaotakiwa kulijua kuhusu maombi ya kutembea ni kwamba maombi ya kutembea ni kupigana vita vya kiroho kimya kimya. Mtu wa Mungu, sio kila wakati unahitaji kupiga kelele ukiwa unapigana vita vya kiroho. Sio kila wakati watu wajue umefunga na kuomba ili wajue kwamba unaomba. Kuna wakati unawezekana watu wakawa wanahisi unatembea unasikiliza mziki, uko na earphone, unaomba tu kimya kimya, lakini kumbe uko kwenye bato kubwa kuliko nyingine yoyote ambayo umewahi kupigana. Upo kwenye mchakato wa kuchukua kitu kizito kuliko ambacho umewahi kukichukua. So protocol ya kufanya maombi ya kutembea ni kupigana vita vya kiroho kimya kimya. Unaomba bila kutumia kelele. Unachukua mji bila kuwaambia watu unachukua mji. Unajiregister kama mtawala kwenye hiyo ofisi bila kuwaambia watu unajiregister. Do you know what happened kina Joshua walipokuwa na uzunguka ukuta wa Yeriko? Hawakuwa wanapiga makelele. Walikuwa wako very quiet, lakini walikuwa kwenye vita kubwa kuliko ambayo wamewahi kuiona na kupigana wakati wote ule. Angalia kitabu cha Joshua sura ya 6 mstari wa 2 hadi wa 5. Maandiko yanasema, Bwana akamwambia Yoshua, tazama, nimeutia Yeriko katika mkono wako na wafalme wake na mashujaa wake, nanyi mtauzunguka huo mji, watu wote wa vita mkiuzunguka mji mara moja. Fanya hivyo kwa siku 6. So kwa siku 6 hawa watu walikuwa wanatembea kimya kimya. Kazi yao ilikuwa ni kutoka na kuuzunguka mji. Walikuwa wanaomba kiroho, wanaomba kimoyo moyo. Watu hawajui hawa jamaa wanafanya nini. Pengine watu wengine walikuwa wanaona hawa jamaa washachanganyikiwa.
wameshaona wameshindwa kupigana na hao watu, kitu pekee wanachokifanya wanazunguka. Mstari wa 4, maandiko yanasema, na makuhani 7 watachukua tarumbeta na pembe za kondoo waume mbele ya hilo sanduku la agano, na siku ya 7 mtauzunguka mji mara 7, na hao makuhani watapiga tarumbeta zao. Kisha watakapopiga hizo pembe za kondoo waume kwa nguvu, nanyi mtakapoisikia sauti ya tarumbeta, watu wote watapiga kelele kuu, na ukuta wa mji utaanguka chini pale pale, na hao watu watapanda, na kila mtu ataenda mbele kukabili. Haihitaji upige kelele nyingi ili uwe kwenye pambano. Hauhitaji uonekane umepiga magoti na unaomba ili uwe unaomba. Sometimes unaweza ukawa unaomba na watu wakawa wanahisi unaongea na simu. Unaweza ukawa unaomba na watu wakawa wanahisi unasikiliza tu muziki. So hii protocol ya kufanya maombi ya kutembea ni kupigana vita kimya kimya. So mtu wa Mungu, inuka, anza kuomba. Kiwango duni kabisa unachotakiwa kuchukua ni siangalau siku 7. Kwa sababu tumeiona hiyo pattern hapo, alizunguka siku 6 na siku 7 wakamalizia. So kiwango duni kabisa unachohitaji kama ni kuweza kubadilisha utawala kwenye hilo shamba. Umechukua na shamba kwa muda mrefu, lakini kila ukilima unapata hasara. Wengine wanakuambia wanavuna magunia na magunia, wewe kila siku story yako sijui ni wadudu wamekula mbegu, mara ukame umetokea, sijui vitu gani, sijui tembo alipita wakala. Unachotakiwa ni kufanya maombi ya kutembea. Pindua hiyo hali, badilisha hicho kitu, tengeneza utawala wako, liitie jina la Bwana hapo. Hakikisha kuna connection na kuna poto kati ya mbingu na dunia, ili uanze kuona matokeo ya tofauti. So hauhitaji kupiga kelele nyingi ili kuwa unaomba, kuwa unashinda na kuwa unachukua miliki yako. Jambo la 4, maombi ya kutembea yanatangaza umiliki wako. Mtu wa Mungu, unatakiwa kujua mahala ambako hapana umiliki kiroho, hapana umiliki wako kiroho, umejiweka kwenye hatari ya nguvu nyingine kupamiliki. Ulimwengu wa roho sio ulimwengu ambao unaweza kubaki empty. Hicho kitu kiweke ndani ya moyo wako. Ulimwengu wa roho sio ulimwengu ambao unaweza ukaruhusu kitu kikabaki empty. Ulimwengu wa roho unafanya kazi kama eneo la shamba. Tuchukulie mfano shamba ambalo unalilima mwaka huu, unalilima mwakani. Hata ukija kipindi cha kiangazi utakuta limekaa kimpangilio, inaonekana hili shamba huwa linatumika. Lakini ukiliacha kwa miaka 3, utakutana na kila aina ya miba na miti ya ajabu ajabu imeanza kuota. Na pengine kama shamba lako liko karibu na maeneo ya watu, unaweza ukakuta watu wameligeuza kuwa jalala. So the same way ulimwengu wa mwili ulivyo, ndivyo ambavyo ulimwengu wa roho upo. Territory ambayo haijawa registered, territory ambayo haujatangaza utawala wako, territory ambayo haina muhuri wako, nguvu nyingine zinaweza zikatia muhuri. Angalia kitabu cha Mathayo sura ya 12 mstari wa 43 mpaka 45. Maandiko yanasema, pepo mchafu amtokapo mtu hupita mahala pasipo maji, akitafuta mahala pa kupumzika asipate. So pepo mchafu anamtoka mtu, anatafuta mahala pa kupumzika, anapakosa. Nini kinafuata? Halafu usema, nitarudi kwangu nilikotoka. Hata akija aone tupu, imefagiwa na kupambwa. Mara huenda akachukua pamoja naye pepo wengine 7 walio waovu kuliko yeye mwenyewe, nao huingia na kukaa humo, na mtu yule hali yake ya mwisho huwa mbaya kuliko ya kwanza. Ndivyo itakavyokuwa kwa kizazi hiki kilicho kibaya. Pepo huwa wanatafuta eneo ambalo halijatawaliwa kiroho, territory ambayo iko empty, territory ambayo iko void. Haijulikani ni nguvu za Mungu zinakaa hapo au nguvu za giza zinakaa hapo. So wakikuta hilo eneo ambalo ndio eneo lako, haujawahi kuliitia jina la Bwana, pengine ni nyumbani kwako, pengine ni kwenye ofisi yako, pengine ni kwenye biashara yako, pengine ni mahala unakoanzisha huduma, pengine ni mahala unapofanya miradi.
So hilo eneo liko empty. Wanachokifanya, wanakaa kwenye hilo eneo, alafu wanaanza kukutengenezea matokeo na matukio ambayo yanahusishwa na nguvu za kigiza ili kuweza kukunyong'onyeza. Jambo la 5, haya maombi yanahusisha imani yako na matendo yako. Njia rahisi itakayokupa kukuza kile kitu ambacho Mungu amekuamini nacho ndani ni kuhusisha imani kwa matendo. Watu wengi wanakosa vitu, watu wengi wanakosa ujasiri, watu wengi wanakosa nguvu kwa sababu imani zao zimekufa. Wanaamini ndani, lakini hawana tendo hata moja linalohubiri kile wanachokiamini. Mtu wa Mungu unatakiwa kujua, imani huwa ina kawaida ya kukua na kuongezeka. Leo unapoanza kufanya maombi ya kutembea, una kitu unakizungumza kwenye mazingira na kuna kitu unakizungumza ndani yako. Kesho utakapoamka utakuwa na ujasiri wa kufanya kitu kingine. So haya maombi yanahusisha imani yako na matendo yako. Kitabu cha Yakobo sura ya 2 mstari wa 17 hadi 18, maandiko yanasema, vivyo hivyo na imani isiyokuwa na matendo imekufa nafsini mwake. Lakini mtu atasema, wewe unayo imani, nami ninayo matendo. Basi nionyeshe imani yako pasipo matendo, nami nitakuonyesha imani yangu kwa njia ya matendo. So mtu wa Mungu, haya maombi yanakupa mlango wa kuanza kuyaweka matendo ya imani. Ndio maana kitu cha kwanza nilikwambia, haya maombi yanakupa nafasi ya kuchukua hatua ya imani na kutenda kitendo cha kinabii. Kwa hiyo ni kama inatia muhuri kwamba tumeanza rasmi, tumeanza serious, tuko hapa. Kile kitu ambacho tulisema tunataka kukifanya, sio kwamba tumeishia kusema tutasema, tumeanza kukifanya. Na tumeanza kufanya nini? Kwa maombi. So haya maombi yana hiyo kawaida ya kuprovoke imani yako, kukuingiza kwenye matendo. So jitahidi mtu wa Mungu uweze kuinuka na kufanya hiki kitu. Jambo la 6 ni kwamba haya maombi yanakupa uwezo wa kuyasoma mazingira yako. Kuna kitu tunakiita spiritual mapping. Spiritual mapping ni kama spiritual intelligence. Unafanya uspy kiroho. Hauwezi ukaijua eneo kiroho pasipo kuhusisha maombi. Mara zote unapokuwa huko ndani ya chumba cha maombi, kitu kimojawapo unakuwa una study hilo eneo, una study huo mji. Unaanza kugundua nguvu zake na ngome zake ziko wapi. Unaanza kugundua upinzani mzito umekaa kwenye eneo gani. So hakikisha unahusisha haya maombi ili uweze kuyasoma mazingira yako. Kitabu cha Wakorinto wa 2 sura ya 10 mstari wa 4, maandiko yanasema, maana silaha za vita vyetu si za mwili, bali zina uwezo katika Mungu hata kuangusha ngome. Silaha zetu ni za kiroho. Ili zianze kuwa na ufanisi na zianze kukupa ripoti accurate na kukuanza kukuengage kwenye vitu unavyotakiwa kuwa engaged navyo, lazima uanze kuzihusisha hizi silaha za kiroho. So unapoingia kwenye maombi unaanza kustudy. Sometimes utakapokuwa kwenye haya maombi utaanza kukutana na watu, yani kwa mara ya kwanza hawa watu ndio wataanza kuonekana kama ni maadui. Kwa mara ya kwanza hawa watu ndio wataanza kuwa kinyume nawe, lakini before that hawa watu walikuwa wanakuchekea. That tells you kwamba hawa watu kinachowa provoke ni yale maombi unayoomba. Walikuwa wanakuchekea kwa sababu walikuwa wanaona wamekuweza, wamekupiga na hujareact. Ila wameanza kukuchukia kwa sababu umeanza kureact, unarudisha mashambulizi. So inakuonyesha unatakiwa kuongeza bidii, kukomaa zaidi. So utakapokuwa unafanya haya maombi, kuna vitu vitaitika. Na vitu vinapoitika, maana yake sio kuslow down. Inakupa sehemu ya kuconcentrate zaidi, inakupa sehemu ya kushambulia zaidi. I remember one time niliwahi kushiriki kwenye maombi fulani ya kuweza kununua eneo la kanisa. Na moja kati ya vitu vilivyotokea, nafikiri ilikuwa siku ya 3 au ya 4, ilitokea reaction moja. Vile vitu vikajibu kwa kutuletea mapigo. Almost kila mtu aliyekuwa anahusika na yale maombi kuna namna fulani alipigwa, wengine waliibiwa, wengine waliumwa vidonda vya tumbo, wengine ilikweje. So tulipokutana kesho tukagundua kwamba tulichodili nacho jana kina nguvu, kina upinzani. Ni kitu ambacho
kambi ya adui inataka kukilinda, ndio maana wana react, kwa sababu mara zote ukimbonyeza mtu panapouma anaweza akakupiga hata ngumi. So tulirudi kwa hasira zaidi kwenye kile kitu, tukadeal nacho zaidi. So ukiona kuna upinzani kwenye eneo lako, kwenye ofisi, kwenye biashara, huo upinzani unaashiria kitu ambacho unatakiwa kudeal nacho mpaka kukimaliza kabisa. Jambo la 7 na la mwisho ni kwamba unapofanya haya maombi unafungulia mamlaka ya mbingu kuingia kwenye eneo lako na kuanza kukupa anything necessary unachokihitaji. Kitabu cha Mathayo sura ya 18 mstari wa 18, maandiko yanasema, amini nawaambieni, yoyote mtakayoyafunga duniani yamefungwa mbinguni, na yoyote mtakayofungua duniani yamefunguliwa na mbinguni. So kuna hii kanuni inaitwa a principle of shared dominion. Mungu hawezi akaingia duniani bila kukaribishwa. Kwa nini? Kwa sababu dunia ni territory ya wanadamu. So unapoinuka na kuanza kuomba haya maombi, maana yake unafungulia uwezo wa nguvu za Mungu kuanza kuhusika na territory yako, kuanza kuhusika na mipango yako, kuanza kuhusika na eneo lako. Mtu wa Mungu, nina uhakika umebarikiwa kabisa kabisa kabisa. Sorry, kabla sijamaliza nitaka kukisahau kitu. Nitaka kufunga hii session, naomba nimalizie very very important kwa haraka kabisa. Nyakati zipi unahitaji haya maombi tena na tena? Nyakati zipi unahitaji haya maombi tena na tena? Kwa sababu ukienda kichwa unaweza ukapoteza shabaha. So nyakati zipi unahitaji haya maombi? Ni muhimu sana kuyafanya unapoingia kwenye majira mapya kwenye maisha yako. Mara zote unapoingia kwenye majira mapya, una sense kiwango cha maisha yako kimebadilika. Usisha haya maombi ya kutembea. Jisajili upya kwenye hiyo territory, jisajili upya kwenye huo mtaa, jisajili upya kwenye hiyo nchi. Unapoingia territory mpya, let's say umehama mkoa, umehama ofisi, umehama eneo ulipokuwa unafanyia kazi, umehama nyumba, usisha haya maombi. Tengeneza madhabahu kwenye hilo eneo. Register yourself in that area. Tengeneza utawala kwenye hilo eneo. Jambo la 3 ni unapokuwa umekutana na vikwazo au matukio ambayo yanaashiria kwamba kuna upinzani, unahitaji haya maombi. It is very effective haya maombi unapokuwa una deal na mikwazo kwenye eneo. Vikwazo na upinzani yanahusika sana kuweza kudeal na hivyo vitu. Unapoanza kuhisi kuna uzito kinyume na mipenyo yako, mambo yamekuwa mazito, kuna ukinzani mwingi, ili kupata matokeo unaitumia nguvu nyingi sana, usisha haya maombi. Unapotaka kutafuta watu, hasa wasaidizi wa hatima, unapotaka kuongeza wateja, usisha haya maombi. Unapotaka kupata kibali kwenye eneo, usisha haya maombi. Unapotaka kuanza kupata spidi na wepesi, usisha haya maombi. So mtu wa Mungu, tumia hizo sababu zikupe moto wa kuweza kuomba. I do believe umebarikiwa sana. Mungu akubariki. Mtu wa Mungu, naomba nichukue tu fursa hii kidogo kuweza kukumbusha kwamba tuna fellowship yetu online inaitwa Kingdom Community Fellowship. Tunapata neema ya kusoma neno na kufanya maombi. Kama utakuwa interested kuwa sehemu ya hii fellowship, sababu iko mtandaoni na tunafikia kila mtu ambaye ameshawishika ndani ya moyo wake na anataka kumwamini Bwana kwa maisha yake. So tumia hiyo namba ya simu ya WhatsApp kunitumia ujumbe, niambie mtumishi wa Mungu, naomba uniunge kwenye fellowship, then mimi nitakuunga kwa furaha kabisa. Lakini pia kama utakuwa unahitaji vitabu, na vitabu kama 3 ambavyo viko tayari mpaka wakati huu. Those cha 4 kinaendelea kufanywa kazi. Kuna kitabu kinaitwa Ushindi dhidi ya roho ya hofu, kitakusaidia sana kumalizana na kila aina ya hofu inayokukwamisha. Kuna kitabu kinaitwa Ushindi dhidi ya roho ya kuchelewa. Hiki kitakusaidia wewe binafsi kujinasua na kuinasua familia yako kinyume na kuchelewa maishani. Kuna kitabu kinaitwa Password za Pesa. This book will help you kuweza kuelewa financial principles zitakazokupa uwezo wa kuona fursa na pesa. Na kuna kitabu kinaitwa
wavunja mipaka. Hiki kitabu kitakusaidia kuweza kujiona na kujitambua, ikiwa wewe ni mtu ambaye Mungu amekupa neema ya kuinuka kwa ajili ya kuleta tofauti kwenye jamii yako, kwenye familia na taifa. Be blessed. Tukutane kwenye session nyingine.